saa 12 saa ya Afrika ya Kati, sawa na saa 1 kamili saa ya Afrika Mashariki. Ujambo na karibu kuandamana nasi katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 23 mwezi Aprili mwaka wa 2026. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayoendelea kujiri mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, matangazo haya unayapata moja kwa moja kupitia mtandao wa Facebook na YouTube. Ukiandika Amani TV Media, hapo unajiunga nasi, lakini ukiwa kwa Shabunda unaweza kutunasa mbashara kupitia Radio Mutula FM. Jina langu ni Ramsehi Ramadhani. Asubuhi leo tunayo mengi ya kuweza kukujuza, hivyo nakuomba kuungana nami mwanzo mpaka tamati. Na bila shaka natumai kwamba utakuwa salamu salimini popote ambako kuendelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Nimekujuzia kwamba tuko hapa kuletea habari za ukweli kutoka kwenye uwanja wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na sasa tunafungua kurasa wetu wa habari na habari kutoka uko bondeni mwa mto Ruzizi tarafani Uvira, ambako baada ya taarifa kusambaa kuhusu kujimarisha kwa vikosi vya M23 katika maeneo ya bonde la mto Ruzizi, hatimaye wapiganaji wa Zalendo pia wameanza kuchukua hatua za kujimarisha katika eneo hilo kwa lengo la kuimarisha ulinzi na ukaguzi wa kimkakati. Taarifa kutoka eneo la bondeni mwa mto Ruzizi mkoani Kivu Kusini zinaeleza kuwa Wazalendo waliopo mstari wa mbele wameanza kufanya operesheni za uchunguzi wa kimkakati ili kubaini kwa usahihi maeneo yanayodaiwa kuwa na uwepo wa wapiganaji wa M23. Lengo la operesheni hizo ni kutambua, kuchora ramani ya maeneo muhimu pamoja na kuweka mikakati ya kujilinda dhidi ya mashambulizi yoyote yanayoweza kutokea katika eneo hilo kwa ghafla. Pakaza enemy M23 ndio alikuwaga hapa, Itopa alikuwa na kontrole paka Kasambura ndio ile pale, Biriwa ndio hii hapa chini, Kasambura ndio ile pale, na alikuwa anasimama hapa kama base yake. Nasema zani ndio tuko sasa hapa. Yaani ni watoto wenyewe wanajitolea kudefendre patrie. Ni watoto wenyewe wanajitolea kudefendre nchi. Mwenyewe naongea ni General Meshaki, Commander Force wa MLPDP, hata Miloge wa unité spéciale ya operation Wazalendo Msidi Kivu. Unité spéciale iko mkazi usiku kama vile mchana, inayoongozwa na General Ngomazito Kalembe Delife. Asante kwa ndugu wote. Kama mnaona nyumba ni kaza enemy. Wakati enemy alipigwa, wakati tulimpigaka hapa Runingu, enemy akakimbia akaacha hizi ka zote mnaona ni kaza enemy. Enemy alitoka hapa akajengua Itope moya, akaacha Biriba wazi, akaingia pale. Ukituambia sasa Wazalendo tulibere Biriba turudie nyuma, ile hatuko encore. Bali sasa tulijitolea ni kwa kudefendre patrie, ni kwa kudefendre mwingine. Mimi Meshaki kweli nilikuwa blessé, nilipona kwa sababu Mungu yupo. Sasa napenda wengine Wazalendo ni wa general wakuwa tayari kuwa wanajisacrifice kukuya kukufro, kudeployer kukufro, kufunga gisi mnaona watoto wanazagara mwa milima juu ya kufunga fro. Makaza adui wanaikala hapa Biriba, makaza adui. Ukiwaambia sasa warudie nyuma baachie Biriba wazi bayachie nani? Hii budongo ni yetu. Budongo ya Kongo ni haki yetu sisi kuilinda, kuipigania. Bali seke hatuwezi achia budongo yetu kwa M23 yenyewe iko akopanya na Rwanda. Tunaomba ministre ya defense, ministre ya interieur, tunaomba chef d'état major wetu wa armée ya Kongo kutuakompanya kwa sababu ya kupigania hii nchi. Hakuna kingine. Nini yenyewe pale? Baadaye hapo moto mlikuwa ni wengi kabisa hapa. Kosi na nani Isa kamoja tulikuwa tunajitolea kupita huko kuna position hivi maandake zayo inachimba milima yetu ya Kongo. Sasa watoto wa Kongo wote tunajitolea juu ya Kongo, tunajitolea imara ni kwa kudefend tu budongo. Hakuna kingine. Ni General Meshaki Radi
komanda force wa MLPDP, na tuko na bwana mere hapa, komanda d'operation jetu Watikayo wa bwana Alexi. Leshake iko mu coalition ya Ngomazito Kalembe Delife. Tuko hapa mfro, hakuna kingine. Ila tunaomba tu kwa wanajua kama tuko na kila wakati tuko. Nadhani mule 5/12/2025 wakati enemy alikuja tena hapa tulikutana tena wapi? Kama nyola pale Katogota kuzuia enemy tukapigana jusqu'à la fin. Kama vile liweza tuombene juu tulilumiaga ile wakati kwa sasa tena tuko imara mfro. Walizania tutarudia tuko imara mfro ni kudefend tu mwingine yetu hakuna kingine. Enemy hawezi ikala hapa. Yuko banakuya kuikala hapa. Kama kweli tuko makaa yake kwenye alikuwa hapa na pale kwenye yuko tutamtoka tu tukape tena pale. Kwa sababu ni budongo yetu, ni kwa yetu. Asante. Uvira Daima. Bunduki mbili za kivita aina ya AK-47 pamoja na majarida aisa chargeur mbili za risasi zimekutwa katika makaburi ya Birere yaliyoko wilayani Mulongwe katika eneo la Uvira, tukio ambalo limetokea Jumatatu Aprili 20 mwaka wa 2026. Taarifa zinaeleza kuwa silaha hizo ziligunduliwa wakati wa zoezi la kawaida la kusafisha mazingira lililokuwa likifanywa na timu ya usafi na uhifadhi wa mazingira katika eneo hilo. Wafanyakazi hao walipokuwa wakiondoa vichaka na kusafisha maeneo ya makaburi walikumbana na risasi hizo zilizokuwa zimefichwa, hali iliyozua taharuki na mshangao mkubwa. Mara baada ya ukaguzi huo, wahusika walichukua hatua ya haraka kwa kutoa taarifa kwa mamlaka husika ili kuhakikisha usalama wa eneo hilo unadumishwa na uchunguzi umeanza mara moja. Polisi walifika eneo la tukio kwa muda mfupi wakiongozwa na kamanda wa kituo cha polisi cha Uvira Kanali Lwembo, ambapo walifanikiwa kuzichukua silaha hizo na kuzipeleka katika mikono ya vyombo vya dola kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Kwa mujibu wa taarifa za awali, bado haijajulikana ni nani aliyeficha silaha hizo katika eneo hilo la makaburi wala malengo yaliyokusudiwa. Hata hivyo, vyombo vya usalama vimeanza uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo cha silaha hizo na wanaohusika na tukio hilo. Wakazi wa eneo hilo wameeleza wasiwasi wao kufuatia tukio hilo, wakisisitiza umuhimu wa kuimarishwa kwa ulinzi na usalama katika maeneo yao, hasa ikizingatiwa kuwa hali ya usalama ambayo imekuwa ikibadilika mara kwa mara katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wataalamu wa masuala ya usalama wamesema kuwa ugunduzi wa silaha hizo katika maeneo ya kiraia kama makaburi ni ishara inayohitaji kuchukuliwa kwa uzito mkubwa, kwani unaweza kuhusishwa na mipango ya uhalifu au vitendo vya vurugu ambavyo vingehatarisha maisha ya wananchi. Sous la vigilance de la brigade d'assainissement et d'hygiène de la ville d'Uvira. Voici, nous sommes tombés à date du 20 avril 2026. Nous sommes tombés sur des armes dans le cimetière de Birere. Apparemment, elles de chacun. Ce sont des armes qui sont utilisées contre les bandits qui terrorisent la population dans notre ville. Ici, nous allons les soigner et voir comment les identifier après un nettoyage. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi les amis de l'assainissement. Merci. Na sasa tuelekeze moja kwa moja uko Beni, ambako kadri siku zinavyozidi kwenda, maisha ya wajane na mayatima waliopo Beni endelea kuwa ya majonzi na mateso makubwa. Taarifa kutoka Beni zinaeleza kuwa zaidi ya wajane 8 pamoja na mayatima 3 ameripotiwa kufariki dunia katika kipindi cha wiki 1.5 iliyopita. Kwa mujibu wa mwakilishi wa wajane hao, vifo hivyo vimetokea katika mazingira mbalimbali ikiwemo maradhi kama presha, kipindupindu, njaa, malaria pamoja na vifo vya ghafla. Aidha, ameeleza kuwa kutokana na ukosefu wa uwezo wa kifedha na msaada kutoka serikalini, hadi sasa mili ya marehemu bado inahifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti,
huku familia zikishindwa kumudu gharama za majeneza kwa ajili ya mazishi. Akizungumza kuhusu hali hiyo, Mama Zawadi Mapendo Asifiwe ambaye ni mwakilishi wa wajane hao waliokuwa wake wa wanajeshi wa FARDC amethibitisha taarifa hizo na kutoa wito kwa serikali na wadau mbalimbali kujitokeza kutoa msaada wa haraka. Kwa majina ni Zawadi Mapendo. Sia ni waveve betu itokeaka Goma. Na kwa sasa penye wako mumorge wote ni bandugu yetu benye tulitoka nabo Goma. Kuko mama mwenye alianza kufa, yasha maliza juma moja na nusu mhopitale. Kisha siku moja kukufa benzabo wawili tena wakakufa. Siku ingine moja kupita watoto 2 wakakufa. Kisha juma moja kukufa bangine ba mama wakaongezeka. Kwa sasa vile niko naongea na wewe tuko na bilio 11. Na ile bilio 11 yenyewe natuweka 9 ya tuaenda zika. Serikali inatuonesha kama itatupatia gari na kutuonesha fasi kwetu tutaenda batia. Lakini serikali na madrasa kubaweka ndani. Kila familia iuzie mtu wabo ile mabitu. Kwa uwezo wenyewe sie tuko nayo kwa leo, hatuwezi kuwa na uwezo wa kuzia mtu serikali ubie dra. Njoo shida yenyewe inatupata kwa sasa, na njoo shida yenyewe tuko nayo 9 hii yenyewe bandugu yetu wanashindwa enda zikiwa. Njoo ile yenyewe tuko nayo. Njoo tunaomba kwa kila mtu wa roho mwema atusaidie. Kama tunaweza pata hata mbao moya, tunaweza pata hata draya kubaweka ndani, basi inaweza kuwa jambo la heri na Mungu atawabariki. Maana sisi tuko na kufa ni kufuatana na masusi zetu tunapitia hapa Beni, mashida zetu tunapitia hapa Beni. Mama mwana maliza mule morgue in semaine. Yeye alangukiaka mu biro ya baja benye banatupokeleshaka siku tulikuwaka Goma. Saa kuko habari yenyewe likuyaka ikatembea kwenye hapa kwetu na ikalaka wakatuambia kama sisi wote basha tu debloquer. Siku tulikuwa tushapanga sasa tena tutaenda fanya greve. Wakatuambia basha ba debloquer nye wote mko tayari mtapokea. Tukafika. Sisi wote tukajitayarisha tukatoka hapa kwetu na kwa Mozakafe tukaenda Mambangu. Ile Mambangu na kwa 15 km. Tukapiga na miguu tukafika Mambangu. Kufika kule Mambangu mama wakakuwa naingia, unaingia unasikia sasa ngali bloquer ije, unaingia ngali bloquer ije. Ule mama yesali ingiaka sababu mwambeko bloquer ije yakaanguka mule mubiro. Wakamnyangula wakambeba kwa hospitali na njoo vile kurudiaka tena na njoo alikufa vile. Ba mama baine hapo walikufa na malaria. Wote ilikuwa walikaukiwa damu. Bakabambia balete makuta $25 juu baongezee damu, makuta ikakosekana. Ba mama bakakufa vile. Watoto hao walikufa na diare. Benye walikufa juzi nabo ni malaria tu. Hao walifika mule walikuwa na batunza, wako batunza. Tukasikia nabo wanakufa. Njoo vile make njoo vifo yenyewe kwatumaliza ile ni malaria, tension, ukosefu ya dawa, unasikia damu ishakauka. Njoo benyewe kwatumaliza huku Beni. Sie kwa uwezo wetu bisha tupita kwanza kiasi. Mange bisha tupita akili tushakosa kama tufanye hai. Jibu yenyewe walitupatia jana ndio tukaona kama tunapasha zika, walituambia hivi. Hatuwezi enda zika pamoja na tuache wengine wote tutabazika siku moja. Nyie tu muikale. Siku yenye kila mtu aanze tayarisha dra na serikali ya mtu wake bikuwe tayari. Siku ni siku tu tutakuya tunabambia tunaenda zika. Na sasa njoo matumene yenyewe nabakia ile jua si hatuna uwezo. Huko hatuna maparcele, hatuna kyote benye banaendaka tu banakiaka na gari kama ni maiti bananyangula kwenye batatubeba njoo banajuaka kwenye bataenda tutia. Njoo vile mambo iko. Maana sasa mimi kwanza hapa niko tu naomba kukila msikilizaji mwenyewe unatusikia. Mwanaweza kuwa na uwezo ya kutusaidia, njoo msaada wa mwisho yenyewe mimi nabakia.
Mie tu ninasemaka na ninaombaka mimi sikwake naweza kufalia benzetu. Sie wote tuko bahali moya, hatuna kitu. Tunasadiliwa tuna kila mwenye kona tusikie. Na mimi sipokiaka sema nyo niko na uwezo nyenye zisaidia benzetu, hakuna. Sie wote atupatake makuta. Serikali sisi tunaonaka ishatutupa na iseme tena kitu. Na sisi tukasema tunabeba malalamiko, banona tuko na basumbua. Banatona tuko bananza tuta bakosa adabu ba empoli. Make tunaonelewa sana hapa Beni. Fasi tushabeba malalamiko. Malalamiko inaendaka hakuna mwana tujibiaka. Malalamiko yetu yenyewe tuko na ngoya sasa ya mwisho ni kuMONUSCO kwetu tuliendaka. Tuone kama nabo mwisho itakuwa nini. Kuishi hapa tuko naishi tu kupitia wasikilizaji wenyewe wako watusikia ba Amani TV. Sasa wenyewe watusaidia na ile kidogo kidogo wenyewe wako watusukumia, njoo wenyewe ingali natutia matumaini hata ya kuishi hapa kwenye tuko saa hii. Na kama uko nasikia hizi sauti zetu zote ziko nasemewa ni kupitia wasikilizaji wenyewe wako watusikia. Matumaini kwa serikali kabisa hatuna. Tuko naomba njoo kukila mweko watusikia na mwenye anaweza fikisha habari kubahusika benye bako nakula ile makuta baingie roho ya Mungu ibaingie ndani. Baache ile makuta ba bwana yetu yaze tusaidia, tuache kufa, watoto baache teseka. Njoo sauti yetu tunaanza bakia sasa tuko lalamika. Mwenye kuna roho ya kibinadamu fasi yote kwenye mko mudunia yote. Mwenye kwa na uwezo wa kutusemea. Sauti ifike kwa benye banahusika. Njoo matumaini ya mwisho yenyewe nabakia. Naam, hiyo ni hali halisi ya wajane huko Beni ambayo wanapitia na wanaendelea kuomba msaada kwa yeyote mwenye moyo wa huruma kuweza kuwasaidia angalau wapate atashuka ya kuweza kufunika mili ya marehemu, maana kila kitu kwao ni mzigo. Ukiwa na msaada wowote moja kwa moja unaweza kuwasiliana nasi na tutakuunganisha moja kwa moja na kiongozi wa wajane hao ili kuweza kufikisha msaada wako ambako wanapatikana. Na huko Kinshasa ni kwamba hali ya sintofahamu na taharuki imetawala katika manispaa ya Makala jijini Kinshasa kufuatia mapigano yaliyoripotiwa kati ya wanajeshi wa jeshi la FARDC na askari polisi wa taifa la Kongo. Taarifa zinaeleza kuwa mapigano hayo yalianza tangu mchana wa Jumanne Aprili 21 kutoka eneo la Mabulu kwenye barabara ya Elengesa ambapo wanajeshi wa FARDC walikuwa wamepiga kambi wakikabiliana na askari wa kikosi maalum cha polisi kinachojulikana kama Groupe Mobile d'Intervention au GMI walioko katika barabara ya Kibambi ya kwanza. Mapigano hayo yanaendelea tena siku ya Jumatano tarehe 22 na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa mashuhuda mbalimbali, chanzo cha mgogoro huo kilitokana na hatua ya wanajeshi kuingilia kati baada ya kundi la vijana kukamatwa na polisi kwa kile kilichoelezwa kuwa ni kukamatwa kiolela katikati ya mchana. Hali hiyo ilisababisha mvutano ulioishia kuwa mapigano ya silaha kati ya vikosi hivyo viwili vya usalama. Baadaye mapigano hayo yalihamia kutoka barabara ya Elengesa karibu na kambi ya kijeshi kuelekea eneo la Kwaket ambalo ni moja ya barabara kuu ndani ya manispaa hiyo karibu na makao makuu ya polisi. Wakazi wa eneo hilo wameripoti kuwa baadhi ya makundi ya vijana wanaojulikana kama kuluna waliingilia kati wakijiunga ama upande wa polisi au wanajeshi kulingana na mahusiano yao. Katika vurugu hizo, nyumba kadhaa za wakazi zimeripotiwa kuporwa kipindi ambapo mapambano yalikuwa yakiendelea. Aidha, kituo kimoja cha polisi kilichopo katika barabara ya Kimfumo karibu na shule moja imeripotiwa kuharibiwa kabisa. Wakazi wameeleza kuwa hali ilikuwa ya hofu kubwa, ikishuhudiwa milio ya risasi mfululizo huku familia nyingi zikijifungia manyumbani mwao kwa ajili ya kujilinda. Ingawa hali imeonekana kutulia kwa sasa, bado kuna hofu ya kuibuka tena kwa mapigano hayo.
Katika mitandao ya kijamii, wananchi wengi wamekuwa wakitoa wito kwa mamlaka husika kuingilia kati haraka iwezekanavyo ili kurejesha utulivu, wakieleza kuwa hali hiyo imeathiri shughuli za kila siku ikiwemo masomo kwa wanafunzi na biashara ndogo ndogo. Baadhi ya picha zilizochapishwa zimeonyesha wanafunzi wakijificha chini ya madawati darasani pamoja na walimu wao wakihofia usalama wao. Akizungumzia tukio hilo, mkuu wa manispaa ya Makala Ngudia Kabongo amesema yupo eneo la tukio akishirikiana na vyombo vingine vya usalama kudhibiti hali hiyo. Ameongeza kuwa hadi sasa hakuna vifo vilivyoripotiwa, lakini amethibitisha uwepo wa vitendo vya uharibifu wa mali ikiwemo vituo vya polisi kwa ushirikiano na uhalifu. Manispaa ya Makala imekuwa ikikabiliwa na changamoto za usalama kwa miaka kadhaa sasa, hali inayochangiwa na uwepo wa makundi ya uhalifu maarufu kama kuluna. Licha ya juhudi za kuongeza vituo vya polisi katika maeneo mbalimbali, bado kumekuwepo na malalamiko kutoka kwa wananchi kuhusu vitendo vya ukamataji holela hasa kwa vijana wa kiume. Na sasa jielekeze moja kwa moja huko Burundi kwenye kambi za wakimbizi waliokimbia machafuko ya kivita mashariki mwa Kongo, ambako katika hatua muhimu ya kibinadamu, zoezi la kurejesha wakimbizi wa Kongo waliokuwa wamekimbilia nchini Burundi linaendelea kupokelewa na furaha kubwa kwa wakimbizi hao. Taarifa zinaeleza kuwa wakimbizi hao ambao wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano yaliyochochewa na kundi la M23 katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo sasa wameanza kurejea nyumbani kwao kwa hiari, wakiwa na matumaini mapya ya kimaisha. Baadhi ya wakimbizi hao wameeleza furaha yao kubwa kufuatia mpango huo wa kurejeshwa nchini kwao, wakisema kuwa kurejea nyumbani ilikuwa ni ndoto yao ya muda mrefu. Wameongeza kuwa licha ya changamoto walizopitia wakiwa ugenini, hamu ya kurudi katika ardhi yao imekuwa kubwa siku hadi siku. Kwa mujibu wa baadhi ya waliorejea, wamesema kuwa maisha ya ukimbizini hayakuwa rahisi, ilikuwa imekumbwa na changamoto kubwa za kijamii na kiuchumi, hali ambayo imewafanya wengi kuomba kila kukicha waweze kurejeshwa nyumbani kwao ili waanze maisha yao upya, lakini pia kuonana na ndugu zao. Aidha, zoezi hilo limefanyika kwa ushirikiano kati ya serikali husika pamoja na mashirika ya kimataifa ya kibinadamu, yakilenga kuhakikisha kuwa wakimbizi wanarejeshwa kwa usalama na heshima, huku wakipatiwa msaada wa awali ili kuwawezesha kuanza upya maisha yao. Wataalamu wa masuala ya kibinadamu wamesema kuwa kurejea kwa wakimbizi hao ni hatua muhimu katika juhudi za kurejesha utulivu na mshikamano wa kijamii katika maeneo yaliyoathirika na mgogoro. Hata hivyo, bado kuna changamoto zinazohitaji kushughulikiwa, ikiwemo ujenzi wa miundombinu, upatikanaji wa huduma za msingi pamoja na kuhakikisha usalama wa kudumu kwa wananchi waliorejea. Kwa ujumla, kurejea kwa wakimbizi au kunachukuliwa kama ishara ya matumaini kwa mustakabali wa amani na maendeleo katika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 23 mwezi Aprili mwaka wa 2026. Kutokea mashariki mwa Kongo, hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhan. Mwisho wa taarifa hii habari ni mwanzo wa habari zingine, na kuomba kuniunga mkono katika habari zetu zijazo. Bye bye.